Hii ni K-News habari. Wakati nasikiliza masimulizi ya viongozi na wanachama wenzangu, masimulizi ya Noeli, ya Pendo, ya Ali, ya Shabani, ya Ngoto na wengine, nilijihisi kwamba sistahili kusimulia kilichonikuta, kwa sababu wenzangu wamepata madhara makubwa sana ya kimwili, na mimi nimesimama natembea bila kuchechemea. Lakini kwa sababu toka jana usiku kumekuwa na wenye shauku ya kutaka kujua na mimi nini kilinisibu, nitakisemea kwa muktasari sana. Jana wakati naelekea mahakamani majira ya saa 2:31 asubuhi, nikiwa nimemaliza tu kuzungumza kwa simu na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Saidi Mzee na naibu katibu mkuu Zanzibar Mheshimiwa Ali, wote kwa upande wa Zanzibar, wakinieleza kwamba tayari wamekushafika maeneo ya karibu na Kisutu na wamezuiwa kuingia, nikawa nimewaeleza kwamba na mimi niko njiani na karibia kufika, kwa naomba mnisubiri ili tuweze kufanya utaratibu wa pamoja wa kuingia mahakamani. Kwa hiyo saa 2:31 nilikuwa maeneo ya Jangwani pale. Magari yalikuwa yamezuiwa, foleni ilikuwa kali. Lakini nikaja kugundua baadaye kwamba magari yalizuiwa kwa sababu inawezekana, kwa kuwa nilikuwa natembea na gari ambayo ilikuwa ina nembo za chama, inawezekana toka nikiwa Magomeni ilikishaonekana kwamba naelekea uelekeo huo. Kwa magari yalizuiwa ili polisi wapate wasaa wa kushuka kutoka kwenye magari yao bila kuruhusu foleni kwenda, pengine ningepita, washuke kwa miguu wateremke mpaka eneo la Jangwani, ambapo ndio wakakuta gari nilipokuepo. Na mimi nilichukulia kwamba si hali, kwa wakati huo niliona si hali tete sana. Kwa kiongozi wa polisi ambaye baadaye nikaja kubaini kwamba ni OCD wa Kariakoo, alipogonga kioo na kuniambia fungua, nikafungua kioo ili nisikilize kuna nini. Akaniambia fungua mlango. Kwa kuwa sikuwa wakati huo nahisi kwamba hali ni tete, pamoja na kuona askari, sikudhani kwamba askari wa Tanzania wanaweza kufanya vitendo vya kuvunjaji wa sheria vya kumzuia mwananchi kupita kwenye barabara kwa ajili ya kwenda mjini. Na hata kama ingekuwa wanajua kabisa naenda mahakamani, sikutarajia kama wangefanya uhalifu wa kunizuia kwenda mahakamani kabla hata sijafika mahakamani. Kwa nikafungua mlango. Nilipofungua mlango sasa, zikaanza kutumika nguvu za kunishusha kutoka kwenye gari. Mimi nikashuka. Niliposhuka tu moja kwa moja ikatoka amri kwamba apelekwe kwenye gari. Kwa nikaanza kusukumwa. Pembeni kuna mabasi yamepaki ya mwendo kasi, watu wako pale, kasukumwa kwa nguvu sana. Nikatolewa kuanzia Jangwani pale katikati kwenye bonde, nikapandishwa juu mpaka kituo cha mafuta kilichoko eneo la fire pale upande wa kulia, na nikaingizwa kwenye gari ya polisi ndani, askari mmoja akiwa upande wangu wa kushoto, mwingine upande wa kulia, askari mwingine mbele, mwingine akaendesha gari, na moja kwa moja wakatoa amri kwamba hiyo gari iondoke. Kutoka hiyo saa 2:31 mpaka saa 3, kwa sababu sikufungwa macho, kwa hiyo nilikuwa na namna ya kujua muda mule ndani ya gari kwa kuangalia ambavyo nilikuwa naona muda. Wakanipeleka kwanza Kariakoo, Karume pale mbele ya ofisi ya mkuu wa mkoa. Wakaificha ile gari iliyokuepo kwa sababu walihisi kwamba pamoja na kuwa ina tinted, lakini tinted ilikuwa faint, hawakutaka ionekane kwamba nipo. Wakaiweka katikati ya gari zao nyingine.
na wakasema kwamba wamepokea maelekezo kwamba inabidi nipelekwe Mbweni. Kwa tukaanza safari ya kwenda Mbweni. Tulipofika Magomeni, wakasema huyu akienda Mbweni atakuwa anajulikana huko Mbweni, itakuwa rahisi kujulikana. Kwa nikasikia wanasema sasa tumpeleke Mbagala ambapo hataweza kufahamika kirahisi. Kwa gari kageuzwa, wakaelekea tena wakarudi Karume. Walipofika Karume wakapaki gari, akapigiwa simu mtu ambaye baadaye nikamfahamu kwamba alipokuja kwamba ni OC CID Msimbazi, anaitwa Bernard. Walipofika pale wakasogea pembeni, wakaongea tena kwa simu. Alafu baadaye wakaja wakasema kwamba wamepewa maelekezo kuwa nipelekwe kituo cha polisi Oysterbay. Kwa safari kageuka sasa ya kwenda kituo cha polisi Oysterbay. Lakini walipofika kituo cha polisi Oysterbay, walipoingia pale getini, badala ya kwenda kushoto counter kwa ajili ya kwenda kwenye mahali ambapo ndipo watuhumiwa au wananchi wanakwenda kupata huduma, wakazunguka upande wa kulia, wakaenda mahali kabisa kwenye parking, mahali pa pembeni kabisa. Wakaipaki ile gari, na mpaka tunafika maeneo ya Moroko, kabla ya kufika kituo cha polisi Oysterbay ilikuwa saa 3 asubuhi. Kwa naweza kusema kwamba kuanzia saa 3 asubuhi niliwekwa kizuizini ndani ya gari mpaka saa 1:30 usiku. Kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 1:30 usiku. Kwa ni tukio ambalo na tafsiri tu ni kwamba polisi waliniteka na kuniweka kizuizini ndani ya gari muda wote huo mpaka saa 1:30 usiku. Na wakati wananichukua hawakunieleza nimefanya kosa gani, na hata nilipowauliza hawakunieleza nimefanya kosa gani. Saa 1:30 usiku nikawaambia kama ni kunishikilia kwa ajili ya kwenda mahakama ya Kisutu, kwa vyote vile huu muda saizi hakuna mahakama Kisutu. Kwa ni ama mniachie au mnipeleke mnifungulie mashtaka mnayoamini kwamba nimeyatenda. Tukawa na bishani kwa muda mpaka baadaye hitimisho likawa kwamba nipelekwe kufunguliwa mashtaka. Na kwa mara ya kwanza sasa hiyo saa 1:30 usiku ndio nikapandishwa kituo cha polisi Oysterbay juu sasa kwa kupitia mlango mwingine, na nikaanza kuandikishwa maelezo. Nikagoma kuandika maelezo kwa kumaelezo kwamba niko tayari kutoa maelezo mahakamani. Kwa hiyo wakaandika tutuhuma wanaonituhumu. Kwa nikatuhumiwa kwa makosa ya kuhamasisha na kula njama ya kufanya maandamano. Wakaandika tu maelezo yangu ya msingi kwa maana ya umri na majina na vitu vya msingi, na kwamba nitatoa maelezo mahakamani, na baada ya hapo wakaniachia kwamba niondoke. Nikawaambia mmenichukua, mliponichukua sina simu, sina funguo za nyumbani, sina chochote kingine. Mkiniambia niondoke hapa naondoka kwa utaratibu upi? Kwa nikawaambia kwa sababu mmenichukua barabarani, ni vizuri mtende haki, kwa kuwa kituo cha polisi Oysterbay si mbali na makao makuu ya Chadema, mnipeleke makao makuu ya Chadema. Kawa na mazungumzo ya muda mrefu na mashauriano mengine. Hatimaye mida ya saa 2 na ushe, zaidi ya saa 2 kidogo, wakanileta hapa makao makuu ya chama. Kwa nimesema kwamba katika hali ya kuwasikiliza wenzangu waliopigwa na kuumizwa na madhila waliokuta, sikuwa na stahiki kwa kweli kusimulia kisa hiki. Lakini kisa hiki kinatoa kielelezo cha kwamba kumbe polisi wa Tanzania wana tabia ya kuteka watu na kutowapeleka kwenye vituo vya polisi na kuwaweka kizuizini kwa njia nyingine wanazozijua wao. Hali ambayo sasa inatoa mianya. Wakipata maelekezo ya kwamba mtu apotezwe, mtu apotee,
Ni rahisi katika mazingira hayo ambapo mtu hajulikani yuko wapi, kuanzia asubuhi mpaka usiku, kupotezwa milele au kupotezwa kwa muda mrefu. Kwa ni hali ambayo inastahili kukemewa, inastahili kupingwa, inastahili kuchukuliwa hatua kwa uzito mkubwa, kwa sababu inaacha mianya ya hatua nyingine za kihalifu. Kwa nitaka kusema hayo machache, lakini nataka kuzungumza kidogo tu, kwa sababu msemaji wetu wa mwisho ni mwenyekiti wa chama. Atazungumza makamu mwenyekiti wa chama, ambaye sasa kwa kuwa mwenyekiti yuko ndani anakaimu majukumu, kwa kuwa atazungumza kwa niaba yetu wote msimamo kwa ujumla. Mimi niseme machache tu katika hatua hii. La kwanza, kuna tukio limetokea jana vile vile ambalo si la kupuuzwa, na ni vizuri likachukuliwa kwa uzito mkubwa. Jana zilitoka taarifa kwamba kuna mtu ameuawa. Katika kadhia ya jana, kuna mwananchi ameuawa. Hili ni jambo zito, na jambo hili linapata uzito wa kutakiwa hatua kuchukuliwa, kwa sababu jana hiyo jeshi la polisi, wakati inatoa taarifa ya kukamatwa kwa viongozi wa Chadema, kwanza likatoa taarifa ya uongo ya kutaja orodha ya viongozi wachache tu ndio waliokamatwa. Kuna wengi hapa waliotoa masimulizi ya kuumizwa kwao na kukamatwa na polisi na kutendewa vitendo viovu kweli kweli. Hawako kabisa kwenye orodha ya jeshi la polisi iliyotamkwa jana. Kwa jeshi la polisi liliamua kuficha ukweli juu ya watu waliowapiga na kuwaumiza, ndio maana hawajawaingiza kabisa majina ya watu wote hawa kwenye orodha ya watu iliyotangazwa na jeshi la polisi jana. Lakini katika taarifa hiyo ya jeshi la polisi, wametaja kwamba wameokota mwili wa mtu mwanaume Coco Beach. Sasa ile taarifa ya polisi inaacha maswali makubwa mawili ambayo yanaleta viashiria kwamba kuna uwezekano mkubwa jana kuna mtu ameuawa. Moja, taarifa ya jeshi la polisi inaeleza utetezi in advance wa jeshi la polisi kwamba huyu mtu aliyeokotwa alikuwa na POP. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa na POP, polisi wanasema alikuwa na majeraha ya muda mrefu. Kwa hiyo ni kama wanataka kujikosha kwamba ule mwili uliokotwa wao hawahusiki nao kwa sababu unahusu majeraha ya muda mrefu. Hii taarifa inaacha maswali given maelezo ya Kirita ambaye ametoa ushuhuda hapa kwamba jana aliteswa na alikuwa afanywe vitendo viovu sana, alafu akapelekwa Coco Beach. Kama kuna mtu jana alipelekwa Coco Beach akiwa hai, hii inaacha maswali kwamba inawezekana vile vile circumstantial huyo marehemu aliyeokotwa Coco Beach jana ana uhusiano na tukio la jana. Pili, circumstantial, jeshi la polisi katika taarifa yake inasema kwamba mtu ameokotwa Coco Beach, ila linasema halijampeleka mochwari ya Mwananyamala kwa sababu mochwari imejaa. Waka drive all the way, wakaacha Muhimbili ambao ni hospitali kubwa zaidi, wakaenda kupeleka kwenye hospitali ya jeshi la polisi Kilwa Road, kwenye hospitali ya jeshi la polisi huo mwili. Hiyo inaleta maswali vile vile kwamba kupeleka mwili kwenye hospitali ya jeshi la polisi, mwili ambao umepatikana katika hali ya utata kama huo, inaleta maswali ya ziada. Mimi nina uzoefu kwenye tukio la mauaji ya Ali Kibao. Kulikuwa na mvutano mkubwa, polisi wakitaka mwili upelekwe hospitali ya Kilwa Road ambapo wanaweza kuwa na control ya uchunguzi wa mwili na mambo mengine kama hayo. Kwa sababu hiyo, nitumie fursa hii kutaka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora na vyombo vinavyohusika na haki na vyombo vinavyohusika na uchunguzi wa vifo vyenye utata kuchunguza kuhusiana na madai ya uwepo wa tukio la mtu kuuawa siku ya jana. Mambo mawili tu ya mwisho. Matukio haya kwa pattern yake, pamoja na kuwa mzigo wote wa lawama unaliendea jeshi la polisi, kwa sababu jeshi la polisi na vyombo vyake ndilo ambalo lilikuwa mstari wa mbele siku ya jana kwenye kamata, kwenye vipigo, kwenye matukio yote. Lakini ukiyatazama kiundani matukio ya jana, kwa vyovyote vile hayakufanywa kwa amri na mamlaka ya jeshi la polisi peke yake.
pattern ya matukio ya jana na ya jana yake, kuanzia namna ambavyo kesi ilitoka katika kuendeshwa kwenye mahakama ya kawaida mpaka kwenda kwenye mahakama ya mtandao, pattern ya matukio ya kamata na vipigo, inaonyesha kuna ushiriki wa idara ya usalama wa taifa, inaonyesha kuna ushiriki wa serikali moja kwa moja. Kwa ni waombe wa Tanzania, chuki, hasira, uchungu juu ya haya yote ambayo tumetendewa na wananchi wametendewa na umma umetendewa, hasira zote hizi na chuki zote na uchungu na hatua mbalimbali zielekezwe dhidi ya serikali nzima inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Haiwezekani matukio yakafanyika katika taifa yanayohusu wafuasi, wanachama, viongozi wakuu wa chama kikuu cha upinzani, rais asiwe anafahamu au kuhusika katika hili jambo lote. Kwa hiyo hatua zote vile vile zielekezwe kwenye uwajibikaji wa serikali kwa ujumla wake. Katika tukio la hili la U-turn ambalo naomba na lenyewe nilisemee kwa kauli kidogo. Taarifa zinaonyesha kwamba Hilda Newton yuko kituo cha polisi Central, pamoja na polisi kukanusha kwamba hayupo kituo cha polisi Central, kwa sababu kuna vyanzo viwili vya karibu vya taarifa vya moja kwa moja. Moja, Hilda mwenyewe alizungumza na mmoja wa viongozi wetu akiwa kituo cha polisi Central, wakati huo walikuwa wanataka kumpa taratibu za dhamana. Kwa hiyo inathibitisha kwa kauli yake kwamba yuko kituo cha polisi Central. Pili, yuko mahabusu ambaye alikaa kituo cha polisi Central, ametoka kutokana na matukio ya jana. Mahabusu huyu ambaye walimshikilia kituo cha polisi Central amesema alikuwa pamoja na Hilda Newton kituo cha polisi Central. Kwa hiyo katika hali hiyo, kanusho la polisi kwamba hayuko kituo cha polisi Central itakuwa ni kanusho la uongo. Kwa kuwa alipelekwa kituo cha polisi Central na akaingizwa kituo cha polisi Central, jeshi la polisi kupitia kwa mkuu wa jeshi la polisi lieleze ni sababu zipi zinafanya mpaka sasa Hilda Newton aendelee kushikiliwa na Hilda Newton aachiwe huru mara moja, kama ambavyo watuhumiwa wanaodaiwa kuwa watuhumiwa wa matukio yote ya jana, wengi wao sehemu kubwa mpaka sasa hatuna taarifa zaidi ya Hilda Newton nani mwingine yuko kwenye kituo cha polisi. Ombi langu la mwisho kwa Watanzania, matukio yote haya yanalenga kuzuia no reform no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Matukio ya kukamatwa kwa Lissu, matukio ya Chadema kumwabikiziwa kesi mahakamani, matukio ya viongozi kupigwa, matukio ya chama kushambuliwa kushoto na kulia kwa njia mbalimbali, ni mpango wa dola kudhibiti no reform no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Katika hali hiyo tutakuwa tumeingia kwenye kufanikisha mpango wao kama tukirudi nyuma kwenye no reform no election, na kama tukipata hofu kwa sababu wenzetu wameumizwa. Matukio haya yaendelee kutupa sababu zaidi, kila kesi ya Lissu ikitajwa mahakamani kwenda mahakamani kwa wingi zaidi, lakini wakati huo tukiendelea na mapambano ya no reform no election. Asanteni sana. Hii ni K News habari.